Katika video hii nataka tuzungumze kuhusiana na njia 5 za kuingiza kipato kwa designer. Moja ya swali ambalo watu wengi sana wamekuwa wakiniuliza kabla ya kujiunga na program zetu, wakati wanaendelea kujifunza na program zetu, au wakati hata wajaamua kwamba wanataka kujifunza graphic design, ni Joel, nitawezaje kutengeneza kipato kupitia ujuzi wa graphic design? To be honest, kuna njia nyingi sana ambazo unaweza kuzitumia kuingiza kipato kama design. So, kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili tuweze kujifunza kuhusiana na njia za kutengeneza pesa. Naitwa Joel Kadaga, mimi ni content creator kutoka Joel Media. Ni takriban miaka 6 sasa tumekuwa tukitengeneza content na tukifundisha masuala ya graphic design, video content creation pamoja na masuala ya digital marketing. Tuna kozi mbalimbali zinazohusiana na masuala ya graphic design, masuala ya video content creation, lakini bila kusahau masuala ya digital marketing. Ikiwa unataka kujifunza zaidi kutoka kwetu, kwenye description hapo kuna namba ya simu, lakini pia kuna link ambayo unaweza kubonyeza moja kwa moja kukupeleka kwenye grupu au kwenye namba yetu ya WhatsApp ili uweze kupata maelekezo zaidi ya namna gani ambavyo unaweza kujiunga na maelfu ya Watanzania waliojiunga na kujifunza kupitia kozi zetu mbalimbali ambazo tumekuwa tukizitoa. Tunao vijana wengi ambao wamefanikiwa, wapo waliojiajiri, wapo walioajiriwa, na wapo ambao wanafanya vizuri katika career zao ambao wanaendelea kutumia ujuzi huu wa creative design. So, kama nilivyosema, nataka tuzungumze kuhusiana na njia 5 ambazo unaweza kutumia kujiingizia kipato kama designer. By the way, ziko njia nyingi sana ambazo unaweza kuzitumia, lakini nimechambua hizi njia kulingana na nature ya mazingira yetu na watu ambao nimekuwa nikiona wakifanya na kufanikiwa, na zingine mimi mwenyewe nimewitness baada ya kufanikiwa kwenye hichi kipindi chote cha miaka 6 ya kufanya graphics pamoja na content creation kwa ujumla. Njia ya kwanza kabisa ambayo unaweza kuitumia ni kufanya freelancing. Inaweza kuwa ni neno gumu. Freelancing ni nini? Freelancing ni aina ya mtu au mtaalamu anayefanya kazi na kulipwa kwa project moja. Kwa ni njia wewe kujiingizia kipato kwa kujiajiri mwenyewe kama designer. Unaweza kuwa una ofisi, unaweza kuwa uko zako nyumbani. Unachofanya wewe, unatafuta kazi. A lot of people sasa hivi wana biashara zao, wanahitaji kutengenezewa logo, wanahitaji kutengenezewa vitu kama posters, flyers, brochure kwa ajili ya biashara zao. So ukiwa umejifunza vizuri ujuzi wa graphic design, unaweza kuanza kutafuta hizo kazi na kujiposition kwenye social media kama Instagram, Facebook, ukaenda pia hata kwenye freelancing platform kama Upwork, Fiverr, ukaweza kutafuta kazi huko na ukaweza kufanya ili uweze kulipwa na kutengeneza kipato kizuri. So it is very 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 important kuzingatia hiyo na kuhakikisha kwamba unaifanyia kazi, kwa sababu uzuri wa hii njia ni kwamba hauhitaji wakati mwingine kuwa hata na ofisi, hauhitaji kuamka kila siku kwenda kwenye ofisi ya mtu kufanya kazi. Unachoweza wewe ni kujiseti vizuri na kujiposition kwenye social media, unatafuta wateja, unajimarket vizuri ili uweze kuanza kufanya kazi. Kitu kikubwa hapa ni lazima ujue jinsi gani ya kumarket bidhaa au service yako. Lazima ujue marketing, jinsi gani ya kutafuta wateja na jinsi gani ya kufanya kazi na wateja husika. Njia ya pili ya kuingiza kipato kama designer ni kuuza digital asset. Yes, selling digital asset mbalimbali. Kwa mfano, unaweza kudesign template za posters, template za logo, template za business card, template za tunasema CV, then ukaziuza kwenye platform mbalimbali, aidha kwa watu wanaokuzunguka. Unaweza kuuza kwenye website mbalimbali kama Envato, Element, wana market yao ambayo inaitwa Graphic Cleaver. Unaweza kuuza Flippy, unaweza kuuza Adobe Stock, unaweza kuuza kwenye platform nyingi ambazo ziko duniani. You have to learn more jinsi gani ambavyo zinafanya kazi, lakini by the way tutaweka kwenye description hapo hizo njia zote au hizo website zote ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuuza ujuzi wako mbalimbali wa graphics. Njia ya 3 ambayo unaweza kuitumia kuweza kutengeneza kipato kama designer ni kuajiriwa. Yes, ingawa hii ndio njia ambayo iko underrated. Watu wengi zaidi wao wanafikiria kwamba akiwa designer ni lazima aweze kuajiriwa. Unaweza kuajiriwa kama full time au part time kwenye kampuni au agency yoyote ukafanyia kazi. Ninao vijana na wanafunzi wengi sana ambao wameajiriwa kwenye kampuni na taasisi mbalimbali. Wapo wanaofanya full time na kuna wengine wanafanya kazi
part time, kwa maana wanaendelea na majukumu yao lakini bado wanaendelea kuproduce content za graphics kwa ajili ya kampuni na taasisi ambazo zimewaajiri. Kwa hiyo pia unaweza kujiposition vizuri ukaamua kuajiriwa kulingana na ujuzi ambao umeutengeneza kupitia masuala ya graphic design. Njia ya 4 ya kuweza kutengeneza kipato ni kufundisha ujuzi wa graphics. Yes, ukishafika level fulani, umejifunza graphic vizuri, umeweza kufanya kazi nyingi na wateja tofauti tofauti, umepata experience ya industry, unaweza kuanzisha academy yako na ukaanza kufundisha watu wengine, ukafundisha watu jinsi ya kuanza kujifunza na kufanya graphics na ukaweza kutengeneza kipato. So kuna njia nyingi ambazo unaweza kufanya. Unaweza kutengeneza website yako binafsi, unaweza kutumia website maarufu ambazo zinatambulika, unaweza kutumia YouTube, unaweza kutumia Skillshare, unaweza kutumia Udemy pamoja na platform zingine zote. Kikubwa ni kujifunza na ujue ni vitu gani ambavyo unatakiwa kufanya, utatengenezaje course yako, utamarket vipi, au utafanya one on one coaching kama ambavyo sisi tumekuwa tukifanya hapo ofisini kwetu. Unaweza ukaja hapa tukakufundisha, lakini pia tuna course ambazo tunatoa online. Kwa hiyo inaweza kuwa ni njia mojawapo ya kuingizia kipato kila siku. Njia ya 5 na ya mwisho ni kutengeneza content za YouTube, kutengeneza blogs ambazo zitakuwa zinatoa tips mbalimbali na zinaeleza vitu mbalimbali kuhusiana na ujuzi wa graphics. Kwa unaweza kutengeneza content za YouTube ukashare, na kupitia hizo content unaweza kaandika pia blogs mbalimbali ukaelimisha watu. Lakini pia kupitia hicho utamonetize vipi? Unaweza kumonetize kupitia paid matangazo ya Facebook, matangazo ya YouTube ukalipwa. Lakini pia unaweza kulipwa sponsorship deals kwa watu kusponsor video zako. Lakini pia unaweza kufanya kitu kinaitwa affiliate marketing, ukapromote product pamoja na services mbalimbali, softwares kwa mfano Adobe, ukapromote software kama Canva, Firecut na software zingine nyingi ambazo sasa hivi watu wanaweza wakazitumia na hizo brands zikakulipa vizuri na ukatengeneza kipato. So kama nilivyosema, the njia za kutengeneza kipato is endless guys, ziko nyingi mno. Niliamua kushare na wewe hizi 5 ili uweze kufunguka na uone ni sehemu gani ambapo unaweza kuanza kujifunza au kufanyia ujuzi wa graphic design. Ikiwa utapenda kujiunga na kujifunza masuala ya graphic design, karibu sana hapa Joel Media. Kwenye description hapa nimekuwekea namba pamoja na link. Unaweza kubonyeza hiyo linki ili uweze kujiunga na mafunzo yetu mbalimbali ya graphic design ili uweze kujifunza zaidi. Lakini kama utapenda zaidi kuendelea kujifunza kupitia video zetu, kwenye channel hii kuna zaidi ya video 400 mpaka wakati huu ninaporekodi video hii. Hakikisha umesubscribe na umebonyeza alama ya kengele, lakini like video hii. Please like hii video ili iweze kwenda viral na iwafikie watu wengi zaidi na wao waweze kujifunza zaidi. Usiwe mchoyo. Jina langu ni Joel Kadaga kutoka Joel Media. Make sure unaendelea kuwa karibu na hii channel kwa sababu kuna content nyingi sana tutaendelea kuupload ili uweze kujifunza zaidi. Sina la ziada. See you next time.